wanawake watano mwanamume anaweza kuwapa talaka katika hali yoyote. Mwanamke wa kwanza ambaye anaweza kupewa talaka katika hali yoyote ni alhamilul mutabaqi hamluha, ni mwanamke mwenye mimba. Mwanamke mwenye mimba kabla hajazaa, mumewe anaweza kumpa talaka wakati wowote. Mwanamke wa pili, allati lam yadkhul biha zawjuha, ni mwanamke ambaye hajaingiliwa na mumewe, yaani tangu ameolewa mpaka amepewa talaka mumewe hajafanya naye kitendo cha ndoa. Mwanamke huyu anaweza kupewa talaka hata kama yuko katika hali ya hedhi. Mwanamke wa tatu ni alghaibu anha zawjuha, ni mwanamke ambaye mumewe hayuko naye na hafahamu hali yake, hajui kwamba mke wangu sasa hivi yuko katika hali ya hedhi au la, ima kwa sababu hakuna mawasiliano au kwa sababu mke hatoi ushirikiano kwa mume au kwa sababu mume amefungwa mathalan, hana uwezo wa kuwasiliana na mkewe. Huyu akitaka kutoa talaka anaweza kutoa talaka bila ya kujua kwamba mke wangu sasa hivi yuko kwenye hedhi au la, lakini kwa sharti. Alimamu Sadiq salawatullahi wasalamuhu alayhi asema, alghaibu idha arada an yutalliquha tarakaha shahran, mwanamme ambaye yuko mbali na mkewe akitaka kumpa talaka mkewe na hajui hali yake, je, yuko katika hali ya tahara au yuko katika hali ya hedhi, atangojea mwezi mzima. Yani tangu pale alipoamua kumpa talaka atangojea mwezi mzima. Baada ya mwezi, na damu ya hedhi ni damu ya kila mwezi, kwa hiyo kwa kipindi cha mwezi mzima akimuacha anaruhusiwa kumpa talaka baada ya mwezi mmoja. Atasubiri mwezi mmoja kisha anaruhusiwa kutoa talaka, hata kama wakati ule anatoa talaka mwanamke yule atakuwa anatokwa na damu ya hedhi. Huyu ni mwanamke wa tatu. Mwanamke wa nne ambaye anaruhusiwa kutoa talaka wakati wowote, allati lam tahidh, ni mwanamke ambaye hajafikia umri wa kutoka hedhi. Kwa mfano, mwanamke ameolewa hali ya kuwa ni mdogo, hajaanza kupata damu ya hedhi. Baada ya kuolewa, mwanamume anaweza kumuacha, kumpa talaka hata kama ameanza kutoka hedhi, na wakati akimpa talaka yuko katika hali ya hedhi. Huyu amevuliwa, ametolewa katika hukumu hii. Na mwanamke wa tano ambaye anaweza kupewa talaka wakati wowote, alimamu Sadiq alayhi salam asema, wallai yaisna min almahidh, na mwanamke ambaye amekoma kupata hedhi. Mwanamke asiye wa Kiquraish akifika umri wa miaka 50 hapati tena damu ya hedhi, na mwanamke wa Kiquraish akifika miaka 60 hapati tena damu ya hedhi. Kwa hiyo mwanamke ambaye amekoma kupata damu ya hedhi anaweza kuachwa na mumewe wakati wowote. Hawa ndio wanawake watano ambao wamevuliwa na hukumu hii ya kwamba hawawezi kuachwa wakati wowote.